إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 27 ya mwezi wa 10 Shawwal 1446 kwa takwimu ya Hijria, sawia na tarehe 25 mwezi wa 4 2025 miladia. Kwenye maudhui ya khutba yetu, je, ninaifahamu twaa? Je, ninaifahamu twaa? Twaa hupatikana kwa mtu anaitwa mtiifu. Mtiifu ndiye mwenye twaa. Mimi na nyinyi sote ni matarajio yetu kuwa mvatuifu. Kwa hivyo kwa kuwa mvatuifu nishati kupatikane twaa. Sasa hili la twaa nalifahamu ili nimfahamu mtiifu. Je, la twaa walifahamu ili mfahamu mtiifu? Sisemi kuwa ni maudhui mageni, ni maudhui adi, lakini nkukumbushana. Kuswali nkutwi, kufunga nkutwi, ibada kwa maana yake iliyokusanywa, na kila linaloingia kwenye ibada ukitenda huambiwa umetwi. Sasa tutaka kujua twaa ni kitu gani? Twaa maana yake, ulama wasema lam yabta'id al-ma'na al-istilahi lit-ta'ati an ma'naha al-lughawi kathiran. Hayako mbali maana ya kisharia ya jambo la twaa na maana ya kilugha, ni kwa kuwa hayakutengana kwa mbali kimaana. Ndipo Ibn Atiyya akasema hivi: at-ta'atu hiya muwafaqatul amri al-jari inda al-ma'muri ma'a muradil amri. Twaa ni kuwafiki jambo lenye kupita mbele alile lililoamrishwa pamoja na kusudio la amri. Kusudio la amri, hii amri imekusudiwa nini? Kwenye ile amri iliyokusudiwa ikaafiki lenye kuamrishwa na mwenye kuamrishwa kusudio la amri yenyewe. Haya ni maneno ya Ibn Atiyya. Tayib, na al-Imam Suyuti
naye akasema hivi: at-ta'atu imtithalu amrin, twa ni kufuata maamrisho. Bata ala hukmi alwaqi'a, maamrisho yalokuwa juu ya hukumu ya tokeo. Tokeo likawa na amri fulani ya kuhusu lile tokeo, ukawa mtiifu katika tokeo lenyewe, ama ukajitenga na lilo tokeo. Manake kuna kuamrishwa kwa kutenda, kuna na kuamrishwa kwa kukataa, ukatae jambo, ukawa umeamrishwa ukatae jambo. Kana katika pombe mwisho wa aya kusema fajtanibuhu, ni amri hiyo, lakini ni amri umeamrishwa ujitenge nalo. Kuna na amri ya kuamrishwa utwi tayyib. Kwa hivyo itakuwa twa maana yake ni da'amatun min da'aimil Islam, ni msingi katika misingi ya Kiislamu. Ukitwi, ukifanya utiifu kwenye jambo, kama kuna amri, huwa umefanya la msingi katika misingi ya Uislamu. Tayyib, da'amatun min da'aimil hukmi fil Islam, ni msingi katika misingi ya hukumu katika Uislamu. Isitoshe, wa qa'idatun min qawaidi nidhamihi, ni kaida katika kaida ya nidhamu ya Uislamu. Pia naweza kusema ni msingi katika misingi ya nidhamu ya Uislamu. Ukisimama kwa twa kwenye jambo, umetenda na msingi katika hukumu, katika hukumu za Kiislamu. Na ukisimama kwa twa kwenye jambo, umetenda na msingi katika nidhamu ya Uislamu. Kwa hivyo hana nidhamu asokuwa na utiifu, bali amevunda msingi katika misingi ya Kiislamu alokataa kutii kwenye amri inayomtaka yatui. Sikiliza vizuri sana. Ndipo Imamu Khalifa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sikiza sema hivi: la islama bila jamaa, hakuna cha Uislamu usokuwa na jamaa. Hakuna Uislamu usokuwa na mshikano wa jamaa. Nintabi, hakuna Uislamu uso jamaa, uteute kila nchuki vake. Hakuna Uislamu usokuwa na jamaa. Wala jamaatan bila amiri, wala hakuna jamaa mshikamano usokuwa na amiri. Kwanza hakuna Uislamu uso jamaa. Uislamu gani hauna jamaa? Uislamu gani usokuwa na mshikano wa umoja? Lakini pia maneno ya Umar, wala jamaatan bila amirin, wala hakuna jamaa isiyokuwa na amir. Jamaa wachu vashiken, lakini havana kiongozi. Tayyib. Wala amiran bila taa, wala hakuna amiri bila utiifu. Amiri uko lakini akawa hatuiwi, ni mlango mpana. Lakini sisi tutashika hivi: fallahu jalla sha'nuhu huwa almustahiqu lilibadati wat-ta'a, Mwenyezi Mungu alotukuka kwa jambo lake, yeye ndiye mwenye kustahiki kufanyiwa ibada, na yeye ndiye mwenye kustahiki kutuiwa. Mstahiki wa kusurufiwa ibada ni Mungu, na mstahiki wa kutuiwa ni Mungu. Kwa hivyo mja hana right ya kumwabudu yoyote kivyo vyote. Sina haja kuweka lolongo wa kutaja. Hana right mja kumwabudu yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu, bali hana right mja kumtii yoyote kinyume na toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ad-da'iya Muhammadun Naji alileta taarifu hii ya toa. Sikiliza sana maana ya toa: bi annaha al-ibadatul kamila, toa ni ibada iliyokamilika. Lillahi, ibada iliyokamilika kwa ajili ya Mungu. Wa hiya imtithalun lil awamiri,
nayo ni kufuata maamrisho, wajtinabun linawahi, na kujiepusha na makatazo, dhahiran wa batina, ya udhahiri na ya undani. Tayib, bas hapana, ma'al ikhlasi, pamoja na ikhlas. Ikhlasi yenye mtihani sana, kutoka ulimwengu uloanza mpaka kati ya ulimwengu mpaka sasa huu mwisho ulimwengu. Akbaru mushkila, a'dhamu mushkila ni ikhlasi katika kutenda. Hapa ndipo penye mtihani mkubwa sana. Sasa kwa maana ya utiifu iliyozungumzwa na Muhammadun Naji, kiudhahiri na kiundani, maal ikhlasi, kupatikane na ikhlas, tui kwa ikhlas, wasidiki, na ukweli. Utiifu wako uwe ni utiifu wa ukweli, walqubul, na kukubali, walmahabbati, na mapenzi. Iwe kutui kwako kitu kinatoitwa ikhlasi kiko. Kisha mwenzangu, fanya lolote linaloingia kwenye maana ya ibada ikhlasan lillahi tabaraka wa taala, na hapa huporomoka wengi. Sisemi huporomoka wote, huporomoka wengi sana. Hii ikhlasi kutengwa, mtu alifanyalo ataka kulifanya kwa ria. Toi, ukweli umetoweka kwa wengi kwenye kutenda na kwenye kunena. Kukubali hata lililo la sawa mtu haweza kulikataa. Mapenzi yametoweka kabisa, na pendo la kwanza mtu atakiwa mpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio maana utiifu. Tayeb, ulamauna alkiram, wanavyoni wetu watukufu, sikiliza wanavyosema: fatwa'atu la takunu illa an amri, toa haiwi isipokuwa kwa amri. Ni uamrishwe ndio utii. Uamrishwe, uambiwa swali, magari faswali li rabbika, ndio utii, uswali. Ama uwate kutii ukatae, uwate kuswala. Kwa hivyo toa haiji mpaka kwa amri. Tayib, kama anna aljawaba la yakunu illa an qawli, kama ambavyo jawabu haiwi isipokuwa kwa kunena. Huwezi kutoa jibu mpaka unene. Mtu akikuuliza kitu, akinyamaza kimya kwa kuangalia tu kama maya mfumo, tanena huna madharau. Na hata akikupa ishara halileti maana kamili itakiwalo kama jibu ulilolijibu kwa kunena. Hata amri ya mashirio hailingani na amri ya tamko. Naweza kufanyia hivi kiishara, haivi sana kwambia ndugu yangu kaa, tofauti. Sasa sikiza, ulama wanasema toa haiji isipokuwa kwa amri, kama ambavyo jawabu haliji isipokuwa kwa kauli, kwa neno. Ibn Allan, sikiliza anavyosema kuhusu toa: hiyal imtithalu, toa ni kufuata, ni mtu kufuata, dhahiran, kwa udhahiri. Kiudhahiri umekubali kuwa mtiifu kwa uliloamrishwa. Waridha, na kuridhika, batinan, kwa undani. Ridha ya undani au juao ni Mungu kuwa umetwiki ndani ama umeasi. Sasa kuna mtu haweza kutwiki udhahiri akaasi kindani. Kuna mtu aweza kukupenda kiudhahiri lakini ni mtukivu wako kindani. Kuna mtu aweza kukuunga kiudhahiri lakini akawa hukupinga kindiki ndake kindani. Ni ukanda pia huo, kwa sababu katika sifatul munafiqin
kudhihirisha na kuficha. Kudhihirisha, kudhihirishia mimi, lakini undani si yeye. Na yote haya ni maafa na ni mitihani yako katika zama zetu hizi zinazoitwa akhiru zaman. Tayeb. Sasa kutii ni kufuata maamrisho kidhahiri, udhahiri wako onekana wafuata. Na kuridhika kiundani. Kuridhika kiundani kijambo gani? Li hukmi Allahi wa rasulihi, kuridhika kiundani kwa hukumu ya Mungu na mtume. Wama yaquluhu man daa ala dhalika, na mwenye kuyasema, mwenye kulingania hilo, mwenye kulingania kwa Mungu na mtume, basi pia uridhike maadamu amekupa la Mungu na amekupa la mtume. Lakini iwe kufuata kiudhahiri na kuzikubali hizo hukumu kiundani. Ndio maana ya toa, ndugu zangu, ndio maana ya utiifu. Ibn Shubruma, msikilize na anasema, ajibtu liman yahtami min at-tayyibati, nanstajabia sana mwenye kujihami na kujihifadhi na vitu vizuri, chakula kizuri, mavazi mazuri, makao mazuri, mazingira mazuri, makhafata dai, kwa ajili ya kuhofu ugonjwa. Mtu ujifanya unadhifu wake, wa nguo zake, wa pahala pake, mazingira akasafisha, makhafata dai, kwa ajili ya kuogopa ugonjwa. Kaifa la yahtami min almaasi makhafata an-nari. Sasa huyu bwana asema vipi hajihami na kujihifadhi na maasiya kwa ajili ya kuogopa moto? Taswiya na mizania ni yako hapo. Hujihami na kujihifadhi kwa vyakula vizuri na kwa usafi wa kila aina kwa ajili ya kuogopa ugonjwa. Kwa nini usijihami na kujihifadhi kwa maasi kwa ajili ya kuogopa moto? Yote iko katika mzunguko wa toa. Fa akhadha dhalika ba'd shuara, baadhi ya washairi wakalitukua hilo, wakalitukua wakasemaje? Wakasema hivi, intabih, jismuka qad afnaitahu bilhima dahran min albaridi wan nar wal hari, wa kana aula bika an tahtamia min almaasi hadhara an-nari. Asemaje mshairi? Jismuka, mwili wako, qad afnaitahu, umeumaliza mwili wako, bilhima, kwa kuuhami na kuulinda na kuhifadhi, dahran, siku zote, min albaridi wal hari, kujilinda na baridi na kujilinda na joto. Hata siku za joto unavovaa, huvai mavazi unaoyavaa siku ya baridi. Jiulize wewe mwenyewe, mbona siku za joto kuna nguo fulani wazivaa? Ni himaya ya mwili wako kulingamana na mazingira ya joto. Na siku za baridi, kila unayemuona tamuona amevaa nguo za kuhami mwili wake na baridi. Japokuwa mwanadamu na siku zote pendo la mwanadamu, wale wakhalifu hupenda kila jambo vikinyume. Kuna wao ikoti siku za joto, mama ngapi joto lote hili, achave uchizi ikoti na suti na joto, takufa. Ili iwe nini? Ametoka kwenye kaida, alaysa kadhalik. Lakini tuataka maana mwili wako umeumaliza kwa kuuhami daima, kuuhami na ubaridi na kuuhami na joto. Wakana aula bika, na ilikuwa ni aula kwako, antahtamia, ujihifadhi, minal maasi, kujihifadhi na maasiya, hadhara an-nari, kwa ajili ya kuwatahadhari na nini? Na moto. Tayeb. Ali bin Abi Talib, sasa sikiliza maneno yake na yeye. Jua utiifu ili wewe uendewe mtiifu. Asemaje Ali? Al-ma'rifatu, maarifa, ra'su mali, ndicho kitwa cha mali yangu. Rasilmali yangu ni maarifa ndio nao. Ikiwa huna maarifa ya jambo, huna rasilmali wewe. Na nikisema kitu rasilmali, wewe mwenyewe wajua. Rasilmali yangu ni maarifa yangu.
unao maarifa kwenye mambo ili tuseme wewe rasilimali yako ni maarifa yako? Moja. Wala aqlu aslu dini, na akili ndio msingi wa dini yangu. Msingi wa dini yangu ni akili yangu, kwa sababu al-aqlu huwa manatu taklif. Watu usulul fiqh wanasema hivyo. Akili ndio manatu taklif. Manatu taklif hutukuliwa taklifi ya mtu kupewa thawabu na kupewa dhambi anapobalighi. Moja, hupewa taklifi ya jambo mtu kutenda kupewa ujira na kuatakutenda kupewa dhambi iwapo amebalighi, si mtoto mdogo, na iwapo una akili, si mwenye kishaa. Angalau mwenye kishaa hana taklifi kwa kuwa hana akili. Sasa Ali akasema akili ndio msingi wa dini yangu. Safi. Washauqu markabi, shauku. Shauku ni shauku, kuwa na hamu na kitela ya jambo. Akasema shauku ndicho kipando changu. Nina shauku kama Muislamu kuwa na shauku akutaka kupambana na Mungu wake. Na kuwa na shauku ya jambo, sina haja kufanya sherehe ndefu. Ukiambiwa nina shauku ya jambo, huwa wajielewa mtu kuwa na shauku huwa vipi. Akasema wa dhikrullahi anisi, na kuntaja Mungu ndilo liwazo langu. Intabi alisema kuntaja Mungu ndilo liwazo langu. Mimi hujiliwaza hata kiweko barabarani, hata kama nimeshika steering. Wa subhanallah alhamdulillah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Matokeo mengi barabarani, pengine waweza kutokewa Mungu ataka kukutwaa, akutwae na ulimi wako umekirutubika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ndilo liwazo langu, na liwazo la Muislamu wa kihakika ni kuntaja Mwenyezi Mungu. Sikia maneno ya Ali. Wathikatu kanzi, thika uaminifu wangu, thika yangu ya kumwamini Mungu. Mfano, kuwa na thika jambo kama hivi, nenda pahala popote, yakitokea mabaya yote, nina thika mlizi wangu Mungu wangu, muokozi wangu ni Mungu wangu. Natoka kutafuta riziki, nina thika ya kuwa riziki zangu ziko mkononi mwa Mungu wangu, na nitazipata maadamu nimeandama sababu wa kuzitafuta. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Twende kwenye maneno mazuri ya Ali. Wal ilmu silahi, akasema na elimu ndio silaha yangu. Naam, na yule ambaye amefanya elimu ni silaha yake. Na mkumbuka mmoja asema attakhidhul ilma silahan umazziqu bihi suhbal jahalati wa manaran yahdihi la sawai sabil. Mimi nimeichukua elimu kuwa ndio silaha, navunda mawingu ya kipumbavu, navunda mawingu ya kijinga. Ujinga mawimbi yake, majabali ya ujinga huvundwa kwa silaha ya elimu. Wa manaran yahdihi la sawai sabil, nimefanya ni miangaza unaoniongoza kwenye barabara sawa. Hata hii minara ikawekwa na taju, chombo kinachotokea hujua ile ndio bandari au ule ndio mji, na uko katika dhulumatul bahri. Elimu ndio hilo. Bwana Ali akasema wala elimu silahi. Tuko tutakapo. Wasabru ridai, subira ndio nguo yangu. Subira, mtu avae nguo ya subira. Alokosa subira amefeli katika maisha kama haya. Na mambo hususa wakati tulionao yanataka bonge la subira. Bila subra failure. Billahi alaik, bila subra utafeli. Ali akasema subira nguo yangu. Waridha ghanimati, ridha ndio ghanima yangu. Faida yangu mimi, ghanima yangu ni nini? Ni ridha, kuridhika yanifikayo kwa yote, yawe mema yawe maovu, iwe misiba iwe ni furaha. Fabiqadha'i llahi tabaraka wa ta'ala wa qadari. Tayyib. Walfaqru
fakhri, ufukara ndio fahari yangu. Aliyasema kwa nini? Hakufanya makosa mtu fukara akacheswa kwa kuadhibishwa kwa kufukarishwa. Wewe mfanya makosa sio? Adabu wako takufanya fukara. Wala hakufanya mema yoyote mtu ikawa malipo yake kufanywa tajiri. Hakuna alilofanya mtu asema malipo yako ni tajiri. Au hakuna kosa alilolifanya malipo yako ni ufukara. Ufukara na utajiri neema mbili katika neema za Mungu, hupewa antakaye Mungu amjua. Huyu astahiki nimpe utajiri, nsimfanye fukara kaiharibu dini yake. Huyu astahiki kuwa fukara, nsimfanye tajiri akaharibu dini. Kuna wengine hawawezi utajiri. Hawawezi utajiri. Mtu akishika kila kimoja ya laki nsinti, basi mwendo utakuwa mwingine hata siku hiyo ameshika laki moja. Chusende ni mbali, hachuwezi. Lakini mjuzi wa neema hizo ni Mungu. Umetajirishwa kujua wastahiki utajiri, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Umefukarishwa, alhamdulillah ala kulli hal. Tayib, Ali anaendelea, wazuhdu hirfati. Zuhdi, kuipa nyongo dunia, ndio mihna yangu. Mihna ndicho kipaji changu nilichopewa, kuipa nyongo dunia. Na kuipa nyongo dunia kiko, lakini haitaki sherehe nyingi. Siku yata ukaimbiria kabisa hati ya hutaki dunia. Uko duniani, lakini hatakuja siku yake. Kisha akasema hapo, watwa'atu hubbi, na utiifu ndio mapenzi yangu. Mapenzi yangu mimi nikuwa mtiifu, kutii kwa litakalo Mungu. Wal jihadu khuluqi, jihadi ndio khuluqi yangu. Kupigana jihadi ndio khuluqi yangu. Kupigana jihadi ya elimu, kusoma, usive mpumbavu. Upumbavu kuondoka, wataka jihadi sheikh, jihadi ya kielimu. Wataka kuoa ketizie huo usindizini tu siku zote, harusi zako ndo usindizini tu, hutaji kuoa. Wataka jihadi uikaze mpaka uoe. Kuntui mamako na babako, ataka ujikaze moyo untui. Mama na baba ulalamika hawapati utiifu kwa watoto. Kilele cha mwisho ni jihadi vitani, tena ikiwa jihadi ya kihakika, si jihadi ya kubahatisha. Wa qurratu aini, na ndio tulizo la jito langu. Maneno mazuri Ali tunapotukua ni utiifu. Twende. Ibn Abdirrabba asema hivi, idha talabta al-izza, ukitaka izi nguvu, fatlubuhu bitwa, litake nguvu kwa kuwa mtiifu. Wa idha aradta al-ghina, na ukitaka utajiri, fatlubuhu bilqanaa, utake utajiri kwa kuwa na kanaa. Si uweteme tu kama iteva mai ya kifuma huzunguka, kitokea chohoko ukivuchia mai akia mai huwa. Hapana, taka kwa kanaa. Na mwanadamu au Muislamu ni alokuwa na kanaa, na hakuna utajiri kama mtu kuwa na kanaa. Lakini usipokuwa na kanaa ukapewa bilionea, huna chochote. Faman ataa Allah azza jal, mwenye kumtii Mungu mwenye nguvu aliyetukuka, nasarahu, Mungu atampa nusra. Wa man lazima alqanaa, mwenye kujilazimisha na kutosheka, zala faqruhu, ufukara wake utaondoka. Tumalizie khutba. Hasan al-Basri atufungia khutba yetu kwa kusema hivi, yeye mwenyewe, sikiliza kutii, isisema tu wewe ni asi bana, kuwa mtiifu. Pengine wamwambia mwenzako ni asi, kinyume kwa kuwa wewe ni mtiifu, na utiifu ukawa huuelewi wewe. Utiifu kwa kina kilichosema, na venye kina cha usomi, na venye bidii ya kutaka kutwiki kweli kweli, si utiifu wa wengi wetu kikubahatisha bahatisha. Neno la Hasan al-Basri asemaje? Ma nadhartu bibasari, sijatazama kwa jito langu. Sikia maneno ya Hasan al-Basri. Wala nataqtu bilisani, wala sijatemka kwa ulimi wangu. Wala batastu biyadi, wala sijaunyosha mkono wangu. Wala nahattu ala qadami,
wala sijaamka kwa miguu yangu ama kwa nyayo zangu. Unaona maneno hayo? Rudia tena, asema sijatazama kwa jito langu, sijatemka kwa ulimi wangu, sijanyosha mkono wangu, sijainua miguu yangu, ya salam, hata andhura, mpaka nitazame, yeye Hasan al-Basri, mpaka nitazame ala ta'atin au ala ma'siyatin, huku kutazama kwangu, huku kutemka kwangu, huku kunyosha kwangu mkono, huku kusimama kwangu, nimesimama juu ya utiifu ama juu ya maasiya. Fa in kana ta'at, ikiwa kuona kutazama kwangu, kusimama kwangu, kuinua miguu yangu ni kwa utiifu, taqaddamtu, nasonga mbele wala sintazami yoyote, kwa sababu najua napiga hatua kwa lenye twaa, natazama lenye twaa, na unyosha mkono wangu kwenye twaa, na uinua mguu wangu kwenye twaa. Wa in kanat maasiya, ikiwa kutazama kwangu maasiya, kutemka kwangu ni maasiya, kunyosha mkono kwangu ni maasiya, kuinua mguu kwangu ni maasi, takhartu, mimi najichelewesha kwa hapo. Kwa hivyo takuwa amefanya utiifu kwenye yatwa, amekhalifu maasi kwenye ya maasiya. Huo ndio uhakika wa utiifu. Kwenye mengi ya bahthi hii nimekoma hapo tu, na niliyozungumza ni machache sana. Sasa ni hivi, kwa kipindi kirefu kutoweka kwenye maeneo haya, kwa mengi ya dawa hivyo hivyo, na kwa matokeo mengi, alhamdulillah, Mungu ametuinua hatua leo kuja. Ufunguo wa kwanza ni hii khutba. Je, ninaifahamu twaa? Tayeb, nataka tufuatishe kwa muhadhara, lakini muhadhara utakuwa ni fannu taamuli, fani ya kuamiliana. Kweli huku kuamiliana mfani hii, fani nsomo hili, twataka dini itutatulie, twataka Qur'ani itutatulie, twataka sunna iliyothubutu itutatulie. Kuna fani somo huitwa fani ya kuamiliana. Huu ni muhadhara wangu baada al-maghrib, Masjid Abdul Malik. Kutabaki kitu kimoja, tutamaliza yote hayo kwa siku moja? Tumalize. Baada salati al-maghrib, somo la kuamiliana ndio muhadhara. Tutabakisha kitu kimoja japokuwa kwa uchache. Ni yapi tuyapendayo na ni yapi tuyatokeayo? Sisi sote twayapenda yapi, twayachukia yapi? Kwa misingi ya dini yetu, si misingi ya siasa. Tutaki siasa za kijinga jinga, twataka dini yetu imetueleza nini kuhusu fani ya kuamiliana. Dini yetu imetueleza nini? Api mfao niyatukie, mmeyatukia usinifanyie. Yapi yafaayo ambao nayapenda unifanyie. Ili tuyapendayo tujikurubishe nayo, nikukurubishe uzidi kuyapenda, unikurubishie nzidi kuyapenda. Nani yatukiao uniweke mbali, na unatukiao uyaweke mbali. Tukimaliza hapo, akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutahatimisha na siku za Mungu kwa umri ambao sasa tumefika. Hungoja hizo siku zilizobaki, inshallah tuzihatimishe kwa wema, kuzidi kutia kasi, kuzitefuta hatima njema, ili tuhatimike kivema. Na hatima njema huwezi kuipata mpaka maamuzi yako umweke Mungu wako mbele, ili uitake hiyo hatima kwa Mungu.
na usigeuke huku huyu akakuharibia mwisho wako mzuri, wala kugeuka huku akakuharibia, wala usitazame nyuma anayekujia kukuharibia wala anayekuja menea, moja kwa moja. Hiyo ndio dini. Na insha Allah taala ni hivi akipenda Mwenyezi Mungu. Nimehutubu hapa, tutapiga muhadhara pahala pengine. Tukija tena akipenda Mwenyezi Mungu tutapiga hutuba pahala pengine, tutatoa muhadhara hapa. Na pahala popote penye ahlus sunnati wal jamaa ni lazima mawazo yabadilike, tuje kwenye jamaa itakiwao. Aljamaatu ma wafaqa alhaqa, jamaa ni ile iliyoafiki usawa. Hata kama mpeke yako, fa innaka anta aljamaa. Ili tumuombe na Mungu taufiki, Mungu atupe taufiki kwa siku chache tulizozibakisha. Je, ninaifahamu toa ndio hii, kwa maneno machache kwenye mengi tuliyoacha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.